Waziri wa Sanaa na Utamaduni jijini Berlin nchini Ujerumani, Joe Chialo, ametangaza kujiuzulu kufuatia wimbi la ukosoaji mkali kutokana na mipango ya kupunguza bajeti ya ufadhili wa sanaa na utamaduni. Chialo, ambaye ni mwanasiasa kutoka chama cha CDU, hapo awali alijaribu kutetea hatua hizo za kubana matumizi. Hata hivyo, hali ilibadilika baada ya maandamano makubwa ya wafanyakazi wa sekta ya ubunifu waliopinga vikali kupunguzwa kwa fedha katika maeneo kama muziki, maigizo na klabu za usiku. Akizungumza siku ya Ijumaa, Chialo alisema kuwa hatua mpya zinazopendekezwa zimevuka mipaka na zinaweza kusababisha kufungwa kwa taasisi muhimu za kiutamaduni katika taifa hilo, na kuongeza kuwa mjadala juu ya suala hilo umeelekezwa zaidi kwake binafsi, jambo ambalo linafanya iwe vigumu kuendeleza kazi yake kisiasa na kitaaluma. Kutokana na hali hiyo, Chialo aliamua kujiweka kando, akisema kuwa ni busara kumpisha mtu mwingine aendeleze majukumu hayo kuliko yeye kuendelea kuketi katika kiti chake. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 54 mwenye asili ya Kitanzania alikuwa anatazamwa kama mmoja wanaoweza kushika nafasi ya waziri wa utamaduni katika serikali ijayo ya CDU inayoongozwa na Friedrich Merz. Hata hivyo, chama hicho kilitangaza kuwa nafasi hiyo kwa sasa itachukuliwa na Wolfram Weimer, mchapishaji na mwanahabari mashuhuri nchini humo. Katika moja ya maandamano makubwa yaliyofanyika Novemba mwaka jana, Chialo alipokelewa kwa vilio vya hasira na kuzomewa na mamia ya wasanii waliokusanyika katika lango la Brandenburg, wakionya kuwa kupunguzwa kwa bajeti kutakuwa na athari kubwa katika maisha yao na mustakabali wa sekta ya sanaa nchini humo. Katika hatua nyingine, baadhi ya matukio ya umma aliyohudhuria Chialo yalivurugwa na wanaharakati wanaounga mkono Palestina kufuatia misimamo yake ya kulaani vikali ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ujerumani baada ya kuzuka kwa vita ya Gaza kufuatia shambulio la Hamas dhidi ya Israel lililotokea Oktoba 7 ya mwaka 2023. Jina langu ni Bakari Chimpanga wa SAU TV.